Muhtasari wa dawati la Wingu. Wingu Radio, sauti ya ubunifu. Naam, natumai uko vyema pale popote ulipo mpendwa msikilizaji. Karibu kwenye muktasari la dawati la Wingu mida ya saa 4. Jina langu Brian Kimngeno. Hali ya taharuki inaendelea kutanda katika eneo la Ang'ata Baragoi kufuatilia mapigano kati ya jamii zinazoishi katika eneo hilo. Taharuki hii ikisidiwa na visa vya kuteketezwa kwa baadhi ya nyumba katika wodi 3 za eneo hili la kaunti la Narok. Picha kutoka vijiji hivyo vikionyesha baadhi ya nyumba zikiteketezwa, huku ripoti za serikali zikiarifu kuwa zaidi ya nyumba 200 katika wodi za Lolgorian, Kiyan, Kararao, Ang'ata Baragoi zimechomwa. Awali kwenye kikao maalum na viongozi wa Narok, Gavana Patrick Ole Ntutu amesema kuwa mapigano hayo yamezidi kusambaa, akilaumu baadhi ya viongozi kwa kuchochea ghasia hizo. Baadhi ya wadau wa elimu katika kaunti ya Nairobi wanaiarifu serikali kuzingatia zaidi elimu ya mafunzo ya ujuzi wa wanafunzi, skill based education, ili kisasi cha sasa na kichacho kinufaike zaidi kwa mfumo wa sasa wa elimu. Wakiongozwa na Jacob Mufuti ambaye pia ni mkuu wa shule ya Kinderworld Academy, wadau hao pia wameitaka serikali kuongeza juhudi katika masomo ya vitendo kwenye mtaala mpya wa elimu ili kuchochea vipaji miongoni mwa wanafunzi. Aidha, wameipongeza serikali kwa jinsi ilivyosaidia kusaishia matokeo ya mtihani ya kitaifa ya KCSE mwaka huu, akisema kuwa hakukuwa na tashwishi licha ya kuwa ni mfumo wa kipekee ukilinganishwa na ule wa 844. Rais William Ruto amewataka viongozi wa ODM kuimarisha chama hicho na kuweka kando tofauti zao ili kuhakikisha kuna faidi zaidi matunda ya serikali. Kwenye hafla ya kaunti ya Migori, viongozi wa ODM nao wameapa kuendelea kusalia serikalini na kumuunga mkono Rais William Ruto kukamilisha muhula wake pamoja na serikali yake ya Kenya Kwanza. Tukielekea mahakamani sasa, ambapo mmiliki na msimamizi wa hoteli ya Ritz-Carlton Masai Mara Safari Camp ameitaka mahakama imwadhibu mwanamazingira Joel Meitei Ole Ntadosh kwa kuharibia jina. Haya yanajiri huku mwanamazingira huyu akiondoa ombi lake lililotaka hoteli hilo kuondolewa kwa msingi kuwa uwepo wake ulizuia barabara ya nyumbu katika mbuga ya Masai Mara. Na kwa sasa msikilizaji, tunaelekea katika habari za kimataifa. Afrika Kusini yawafukuza Wakenya wanaofanya kazi bila vibali. Serikali ya Afrika Kusini imewakamata na kuwafurusha raia 7 wa taifa la Kenya wanaotumiwa kufanya kazi nchini humo kinyume na sheria bila ya kuwa na nyaraka sahihi. Wakenya hao ambao pia waliingia nchini humo kama watalii walikuwa wakiwaandikisha Waafrika Kusini wasungu ambao wanaiomba hifadhi ya ukimbizi kupitia mpango wa Marekani kwa madai ya kunyanyaswa na utawala ya Waafrika weusi Kusini. Kulingana na mamlaka ya Afrika Kusini, Wakenya hao ambao pia hawakuwa na nyaraka zinazowaruhusu kufanya kazi nchini humo waliachiliwa na shirika moja lisilo la serikali nchini Kenya ambalo lilipea mkataba wa kuwasajili raia wasungu wa Afrika Kusini wanaotaka kuomba uhifadhi ya ukimbizi nchini Marekani. Kukamatwa kwa Wakenya hao Jumanne kulifuatilia upelelezi wa ufahamizi katika kituo kimoja kinachoshughulikia maombi ya wakimbizi, na walikuwa wakiandaa nyaraka za visa ili waweze kwenda Marekani. Maafisa wa Afrika Kusini wamesema kuwa watu hao hawakukamatwa kwenye eneo la kidiplomasia kama walivyodai maafisa wa Marekani. Mwezi Oktoba mwaka huu, utawala wa Rais Trump ulitangaza mpango wa kutoa hifadhi ya ukimbizi wa raia wasungu wa Afrika Kusini almaarufu Afrikana wapatao 7,500. Katika mwaka huu wa kifedha, idadi hii ni chini ya ile iliyokuwa imepangiwa ya watu 1,100 chini ya utawala wa Rais Joe Biden. Baada ya hapo ni kuwa kundi la takriban watu 50 walifanikiwa kuhamia Marekani chini ya mpango huo, na tangu wakati huo vikundi vidogo vidogo vimekuwa vikiondoka Afrika Kusini chini ya mpango huo. Uhusiano kati ya serikali ya Marekani na Afrika Kusini unaendelea kusorota tangu Rais Trump aliporudi madarakani, akikosoa uongozi wa Pretoria kwa sera ambazo zinakandamiza raia hao wazungu. Mwezi Machi mwaka huu, Marekani ilimtimua balozi wa Afrika Kusini na pia kuongeza kodi ya 30% kwa bidhaa zinazotoka kwenye nchi hiyo. Kufuatia kukamatwa kwa Wakenya hao,
Ziraza za mambo za nchi ya Marekani zimeshtumu vikali kisa hicho. Naibu msemaji wa wizara hiyo Tommy Bigot katika taarifa ya vyombo vya habari ameieleza hatua ya Afrika Kusini kuwa inaingilia shughuli zake, na akasema jambo hilo halikubaliki hata kidogo. Kwa upande wake, serikali ya Afrika Kusini imewasiliana pia na ile ya Kenya kutoa ufafanuzi kuhusu hatua yake ya kuwafukuza raia wake 7 ambapo waliokuwa na visa vya utalii pekee, jambo linalokiuka wazi masharti yao kuingia nchini humo na kufanya kazi. Aidha, Wakenya hao walikamatwa na kupewa amri ya kufukuzwa nchini humo na watapigwa marufuku ya kuingia Afrika Kusini tena kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Mara kwa mara Rais Trump ameshtumu Afrika Kusini kwa kuwanyanyasa jamii ya walio wachache ya Afrikana tangu utawala wake ulipoangukia mikononi mwa Afrika Kusini weusi walioishi kwa muda mrefu chini ya utawala ubaguzi wa rangi. Afrika Kusini imekuwa ikikanusha vikali madai hayo, ikisema kuwa Waafrika Kusini weusi ndio bado wanapaguliwa pakubwa na wasungu, kwani sera za kiuchumi bado zinaipendelea jamii hiyo. Mvutano huo nchini mbili zilisababisha Marekani kususia mkutano wa kilele ya kundi la nchi tajiri 20 zinazojumuika katika kiuchumi wanaotambulika kama G20. Ilisema kuwa Afrika Kusini haitaalikwa kwenye mikutano itakayofanyika nchini Marekani mwaka ujao, mwaka 2026. Kwa sasa msikilizaji, nimefika kikomo katika muktasari la dawati la wingu saa 4. Jina langu Brian Kipngeno.